Bado nakiangazia kitabu cha Mwanzo, nikitafuta asili ya mwanadamu kutoka kwa Mungu. Nitasoma mstari wa Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanyie mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama nchi yote pia, na kila kitambaacho na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Tunauona ukuu wa Mungu katika tafakari yake. Tunaona asili ya mwanadamu ilipotoka na kuanzia. Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Tumfanye kama Mungu wenyewe anavyofanya katika utimilifu wote, pamoja na jeshi lake lote. Neno kwa mfano tunaona katika utambuzi wa mema na mabaya. Mwanadamu awe na utambuzi wa kujua kibaya kipi na kizuri kipi. Kipi ni chema, kipi kimpasacho kuenenda na kukitenda juu ya maisha kila siku hapa duniani. Alafu kwa sura ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa mfano wa Mungu ukiwa na utambuzi wa kujua baya na zuri, lakini ukashindwa kuwa sura ya Mungu, au tukashindwa kuwa sura ya Mungu, au nikashindwa kuwa sura ya Mungu, lakini nikawa ni mfano wa Mungu nikijua chema na kibaya. Na ndio maana tunaporejea Mwanzo hiyo sura ya 9 mstari wa 6, Mungu anasema, hatakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwaga na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Anakuambia maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Kwa anakuambia kwa mfano, maana ana utambuzi wa kujua anachokifanya. Ana utambuzi wa kujua anachokifanya. Kwa hiyo kinachomhukumu mwanadamu ni pale kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanadamu. Alikuumba ukiwa na utambuzi, unajua.